Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Shenda Mtita TV. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Rafiki namba moja wa burudani na michezo. Yes, mtazamaji, bila shaka uko salama kabisa. Mimi ni mzima wa afya njema. Mlibwanchi popote pale mlipo, ndugu zangu wa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Bila shaka muda huu na tufuatilia. Naitwa Chris Beda, mwana Janduro, nyuma ya kamera ni AP Classic. Naam, nipo na mzee wa data Ramadhani Mbwaduke. Niko naye hapa, lengo kubwa zaidi ni kuzungumza katika hili ambalo tunakwenda kuzungumza siku hii ya leo. Kubwa zaidi ni refa uamuzi wa kati ambaye ataamua sheria 17 za mpira wa miguu katika dabi ya Kariakoo. Twende sawa. Na mzee wa data, nimefurahi kukuona na hapa moja kwa moja tunakwenda kuanza kuzungumzia refa wa Tanzania tunamuita Pilato, ambaye ataamua hatima dabi ya Kariakoo na kusimamia sheria zote 17 za mpira wa miguu. Naam. Natamani kufahamu, tunaona refa kwanza mapema imetangazwa, lakini pia kutoka nje. Hii inaashiria nini hii, mzee wa data? Chris na watazamaji wako, hilo linaashiria mambo kadhaa kwangu mimi, kwa mtazamo wangu. La kwanza, sikumekuwa na maneno dabi ipo haipo. Yes. Wengine tunacheza, wengine hatuchezi. Tunacheza, hatuchezi. Ni dabi ambayo ilipaswa kucheza mechi 8. Baadaye kwa yaliyotokea sio sawa sawa kuyarudia, na watazamaji wako bila shaka wanafuatilia mpira wa miguu wanatambua, ikapangwa Juni 15, mwisho imepangwa Juni 25. Sasa yale tunacheza, hatuchezi, ipo haipo. Kitendo cha mwamuzi kufahamika tena anatoka nje ya nchi, anatoka Misri. Huyu Amin Mohamed Amin Omar ni raia wa Misri, ni miongoni mwa waamuzi bora kule Misri, ni miongoni mwa waamuzi bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF. Yeye ni mwamuzi mwenye beji ya FIFA ambayo ameipata tangu mwaka 2017. Kitendo cha yeye kupangwa na wengine wote kutoka nje ya Tanzania kwa ajili ya mechi hiyo, kuna ishara ya kuwapo kuwajibu wale ipo haipo. Kwa kiasi kikubwa naona kana kwamba ni kiashiria dabi ipo. Hilo la kwanza, kama ratiba ya bodi ya ligi inavyoonyesha, kama ambavyo timu zote zimekuwa zikijiandaa. Lakini ishara ya pili ni kuendelea kukua, kuendelea kuwa na mvuto kwa ligi kuu yetu, ligi kuu Tanzania bara, ambayo miongoni mwa yale ya kujivunia tunu katika ligi kuu Tanzania bara ni dabi. Dabi ya Yanga dhidi ya Simba ni miongoni mwa dabi bora barani Afrika, kama ilivyo unavyosikia dabi ya Cairo, Zamalek na Al Ahli, au unaposikia Raja Casablanca na Wydad ni miongoni mwa dabi bora. Unaposikia Soweto Derby, Kaizer Chiefs na Orlando Pirates. Sasa dabi ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba, Simba dhidi ya Yanga ni miongoni mwa dabi bora. Kitendo cha kupata mwamuzi mwenye wasifu mkubwa kama huu, Amin Mohamed Amin Omar, ni ishara tu kwamba mpira wetu umezidi kukua, ligi yetu inazidi kuwa bora, dabi hii inazidi kuvuka mipaka ya nchi ya Tanzania na kwenda kwingineko Afrika, kuwa na mwamuzi kutoka Misri. Manake kule Misri pia watakuwa wanafuatilia kwa karibu. Wale ambao walikuwa wafahamu sasa kusikia mwamuzi huyu miongoni mwa waamuzi bora kule Misri na Afrika, na FIFA pia humtegemea anakuja kuchezesha dabi ya Tanzania, tayari nako ni ishara mojawapo kwamba tunazidi kupiga hatua. Hilo au mambo hayo, bila kuorodhesha mengi sana, kwangu mimi naona ni miongoni mwa makuu juu ya kile ambacho umeniuliza. Kubwa kwamba kuna ishara ya asilimia kubwa juu ya jibu la dabi ipo haipo. Mimi nimekuwa nikikutana na maswali ya namna hii kutoka kwa baadhi ya wafuatiliaji wa mpira wa miguu ninamopita. Basi nafikiri hili pia ni jibu mojawapo kwamba dabi ipo kwa asilimia kubwa. Sawa mzee data, dabi ipo kwa asilimia kubwa kwa hiki ambacho kinaendelea. Nimekuelewa kwa uzuri kabisa. Lakini mzee data, hili jambo kama ni ngeni fulani hivi kwangu, pengine hata kwa mtazamaji. Kanuni ipi imetumika hapa kuwaleta marefa hawa kutoka nje pia? Yani kiufupi tu ni kanuni ipi imetumika, mzee wa data? Hilo sio eneo langu sana la umahiri, lakini kwa haraka naamini kwanza kuna busara, lakini pili kuhusu kwenye kanuni ambayo ni la msingi zaidi. Kanuni za ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025, kadri ninavyofahamu mimi, masuala ya uamuzi yanapatikana katika sura ya 10. Kanuni ya 39 inazungumzia waamuzi. Hii sura ya 10 inazungumzia juu ya usimamizi na udhibiti wa mchezo. Sasa kwenye sura ya hiyo sura ya 10 kwa ujumla ndo anwani yake, lakini ina kanuni zake mule. Sasa hii kanuni ya 39 inahusu waamuzi, ambamo humo inaelezwa kwamba kutakuwa
na waamuzi teule. Tena hii teule ya herufi kubwa 24, waamuzi wa kati, alafu waamuzi wasaidizi 40. Si ndio? Lakini kanuni hiyo hiyo kwenye kifungu cha 7 kinatoa mamlaka kwa kamati ya waamuzi ya TFF ya kuteua waamuzi teule, kuondoa, kupanga, yani kupanga, kuondoa, kuteua, yote mamlaka yapo kwenye kamati ya waamuzi ya TFF ambayo inapatikana katika kanuni hiyo ya 39 kifungu cha 7. Lakini kwa kuongeza zaidi, nilivyoangalia mimi ambaye nasisitiza ili sio eneo langu sana la umahiri, ni kwamba hakuainishi kwamba hawa waamuzi wawe wa taifa lipi. Yani kwamba ni Tanzania, ni Kenya, ni Burundi, la hasha. Badala yake nilivyoangalia kwa haraka haraka imetoa sifa za waamuzi ambao wenye uzoefu wa kuchezesha ligi kuu katika wale waamuzi teule kwa herufi kubwa. Yani waamuzi kwa lugha nyingine unaweza kusema wale waamuzi wa kati wa kuchezesha. Lakini sifa zao pia umri. Wasiwe na umri pungufu ya miaka 23, lakini umri wao usizidi miaka 45. Waadilifu ni miongoni mwa mambo ambayo yamesisitizwa. Wenye nidhamu ni miongoni mwa mambo yamesisitizwa kati ya sifa zile za waamuzi hawa teule. Lakini kile kifungu cha 7 kinachosema kwamba kamati ya waamuzi ya TFF ndiyo yenye mamlaka ya kuteua waamuzi teule, lakini pia kupanga, lakini pia kuondoa, maana yake kinatoa mwanya sasa kwa sifa hizi za waamuzi ambazo sijaona pana msisitizo juu ya utaifa, bali juu ya sifa zao. Naona pengine imetumika maeneo haya kwenye kanuni kutoa fursa, kutoa mwanya kwa bodi ya ligi, shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF, kwa kushirikiana na wadau, hapa tunazungumzia Simba Yanga, kupata waamuzi kutoka nje, kwa sababu tunafahamu mvuto, msisimko, mabishano, unyeti wa mechi ya dabi hii ya Kariakoo, Yanga dhidi ya Simba, na hasa ya msimu huu ambayo imehusisha mvutano ambao ulisababisha mechi hii sichezwe Machi 8, mechi hii sichezwe Juni 15, ichezwe Juni 25. Ni mechi ambayo mwisho wa siku anakwenda kupatikana bingwa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 2024-2025, kwa sababu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo timu nyingine zote zishamaliza mechi zao 30-30, Yanga na Simba wamecheza mechi 29 kwa sababu ya hiki kiporo chao cha Machi 8, ambacho kwenye msimamo Yanga wanaonekana wanaongoza na pointi 79, Simba ya pili na pointi 78. Matokeo ya mechi hii ndio yatampata bingwa msimu huu. Ni matokeo katika ligi kuu Tanzania bara ambayo ni kama fainali, kwa sababu Yanga wakipata sare yoyote ni bingwa, kwa sababu atatimiza pointi 80, Simba tabaki na 78. Simba atatakiwa ashinde, imma ashinde. Akishinda atimiza pointi 81, anakuwa bingwa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Ubingwa aliukosa katika ligi kuu tangu msimu 2020-2021, yeye anakuwa bingwa. Yanga anabaki na pointi zake 79, anakuwa wa pili. Nimeshakueleza hapa. Simba ushindi, Yanga sare yoyote. Yanga akishinda ni ice on the cake, anaongeza tu cha ziada katika ubingwa kwa sababu sare inamtosha. Sasa kwa sababu ya unyeti wa mechi hii na mvutano ambao ulihusisha majibizano na maswali mbalimbali kwa mamlaka kule bungeni, lakini kwa wananchi Simba Yanga ambao mwisho wa siku unaona kana kwamba ndio wamefikia hapa, lakini hawezi kufikia hapa bila kutumia kanuni. Mpira wa miguu na hasa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu 24-25, kila uamuzi unapaswa kuongozwa na kanuni. Sasa kanuni ipo inayohusu waamuzi ambayo nadhani miongoni mwa upenyo uliotumia ni ile uwezo, mamlaka walionao kamati ya waamuzi ya TFF nilotoka kuitaja inapatikana wapi katika kanuni za ligi kuu Tanzania bara toleo la 2024 kwenye eneo hilo la waamuzi ambayo ni kanuni ya 39 ipo katika sura ya 10, mamlaka ilionayo kamati ya waamuzi ya TFF. Basi wametumia mwanya huu bila shaka. Labda maswali yanaweza kaibuka ambayo bila shaka wao pia wanayo majibu. Kabla hujaniuliza mimi naweza nikajiuliza, lakini najua majibu wanayo, hawawezi kufanya jambo hili bila kuwa na majibu yake. Kwa swali, kwa mfano, waamuzi wao wanatathminiwa. Wanaovurunda wao wanapewa adhabu inayostahili kwa ajili ya makosa yao ya kama waamuzi. Na adhabu hizo zimeainishwa katika kanuni hizi yenyewe, ipo katika udhibiti wa waamuzi. Sasa inapatikana kwenye sura ya 10 juu ya udhibiti wa waamuzi. Amini sura ya 11 kuna kipengele, kuna kanuni inayohusiana na udhibiti wa waamuzi. Sasa ikitokea Amin Mohamed Amin Omar ni mwamuzi mzuri sana, tunafahamu vizuri, kule Misri ana heshima kubwa sana, CAF ana heshima kubwa sana, FIFA alikadhalika, lakini ni binadamu, kavurunda chini ya alama zile ambazo zimeainishwa. Unajua waamuzi Chris na watazamaji wako wanapochezesha kwenye tathmini huwa wana alama as minimum threshold, kwamba ufanisi wako unatakiwa usivuke alama kadhaa kati ya alama 10, labda usipate chini ya alama hizi. Ukipata chini ya hapo inaambatana na adhabu.
Kwa mfano, miongoni mwa waamuzi ambao wamekumbana na rungu la adhabu kwa kuchezesha tofauti na matarajio, kwa kutotafsiri kwa usahihi sheria 17 za mpira wa miguu ni Heri Sasi. Kama tunakumbuka vizuri mechi Simba wakiwa wenyeji dhidi ya Singida Black Stars kwenye uwanja wa KMC, alikuja kuadhibiwa, kafungiwa, hapa tunapozungumza kafungiwa miezi 6. Amin Mohamed Amin Omar kavurunda mechi hii. Vipi ataadhibiwa? Kwa kanuni zipi sasa? Kanuni hizi zetu za ligi kuu Tanzania bara toleo la 2024 ama manake yeye anatoka Misri? Swali hili naona ni gumu, ingawa majibu unaweza kahisi kwamba huyu Amin Mohamed Amin Omar hajaja mwenyewe bila mamlaka kuhusika. TFF, bodi ya ligi kwa ushirikiano na wenzao chama cha soka cha Misri EFA wamemteua yeye kama miongoni mwa waamuzi bora kuja kuchezesha mechi hii. Kwa vyovyote vile atakuwa monitored, atakuwa anafuatiliwa pia na chama cha soka cha Misri. Akifanya tofauti, pengine rungu litakalomkuta litatokana na kule Misri. Hilo silijui sana, tunasema Allahu ya'lam. Kwa mimi naweza kusema hivyo, lakini kwa vyovyote vile TFF, bodi ya ligi, chama cha soka cha Misri watakuwa wanafahamu namna gani likitokea hilo adhibitiwe vipi kwa mujibu wa kanuni. Maswali yanaweza kawa mengi, lakini mwisho wa siku uzuri tu ni kwamba nikiashiria dabi ipo, lakini pia kwenye kanuni, kwa mtazamo wangu mimi jinsi ninavyoziona kanuni, ingawa nilishajihami sio mahiri sana kwenye eneo hilo, kanuni ndio zitakuwa zimetoa mwanya upenyo wa kuletwa kwa waamuzi kutoka nje ya Tanzania kama nilivyotoka kufafanua. Mzee Data, kuna jambo kidogo na ndani ufahamu hapa. Je, inatokea sasa dabi haipo, inakuwaje? Dabi kama haipo, kwa sababu hata tunaposema hapa kuna ishara dabi ipo. Mimi sijasema 100%, mimi na wewe hatuwezi kuwa na uhakika wa 100%, sio? Lakini ishara yote iliyofanyika sio ni sababu kwa nini siwepo. Lakini isipokuwepo, maana yake basi kutakuwa na athari nyingi. Moja wapo itakuwa ni gharama hizi ambazo zimeingiwa kwa mwamuzi kutoka Misri kuletwa, waamuzi kutoka nje ya Tanzania kuletwa Tanzania, alafu dabi siwepo, maana yake hizo ni gharama, kwa sababu hapo kutaambatana na accommodation, kwa sababu lazima gharama za malazi na vyakula wawapo nchini zitakuwa tayari zimeshaingiwa, lakini pia ticket ndege kuwaleta, lakini pia reputation, sifa, jina la ligi kuu Tanzania bara litachafuka endapo haitachezwa, kwa sababu kule Misri wapo ambao watakuwa wanaifuatilia hasa baada ya kusikia mwamuzi wao miongoni mwa waamuzi bora anakuja kuchezesha, afu anasikia mechi imekuwa cancelled. Bila shaka kutakuwa na sababu nzito, vinginevyo itakuwa imechafua. Madhara ni mengi, lakini haya nimetaja tu baadhi, jambo ambalo binafsi sitazamii litatokea. Sasa mzee Data, mimi bado nipo kwa marefali. Bado upo tu? Bado nipo kwa marefali. Sasa katika hili marefa tunafahamu umetokea nje ya nchi. Sasa inaleta picha gani kwa marefa Tanzania? Sidhani kama kuna ubaya. Sana sana ni changamoto kwao kujenga trust, uaminifu kwa wadau. Kwa sababu ambacho kinaonekana hapa mpaka imefikia uamuzi huu si kwamba kuna makosa ya kivile, isipokuwa timu zote mbili zinafahamu waamuzi, tabia zao. Kwa sababu waamuzi wetu hawatoki mbinguni. Tunao, yani hawatoki kusikojulikana. Wako mitaani mwetu, watu wanaishi nao, wamesoma nao, wamekuwa nao, wanajua allegiance, wanajua hawa ni timu gani. Yani wewe Chris, hata uzugezuge vipi kwenye mic, watu wanakujua vizuri wewe Chris. Tangu Songea, wanajua wewe ni timu gani. Yani hata mimi hapa najulikana ni timu gani. Hamna mtu ambaye hana timu, isipokuwa tunachotekeleza ni weledi. Sasa Simba, Yanga, kila mwamuzi tukimtaja anajulikana huyu ni Simba, huyu Yanga, huyu Simba, huyu Yanga. Pengine imefikia mahala sasa wanaona awe ambaye anajulikana yeye sio Simba, sio Yanga, ambayo sasa sio kosa la waamuzi, isipokuwa ni Simba Yanga zenyewe. Lakini pia ni ukuaji, na waamuzi naamini wako flexible, wanaelewa haya yanatokea sio tu Tanzania na kwingineko pia. Misri kwenyewe dabi ya msimu huu ya mwisho katika ligi kuchezwa kwa sababu ya mabishano juu ya refa toke wapi. Bodi ya ligi yao, naita bodi ya ligi kwa sababu ya functions, majukumu yake, ilipanga refa kutoka ni raia wa Misri, anatoka Misri. Al Ahli ambao ni katika dabi hii ya Al Ahli na Zamalek walikuwa wako tayari kuona anachezesha mwamuzi kutoka Misri, kwa sababu wanataka atoke nje ya nchi kwa ajili ya umahiri katika kuchezesha, kusiwe na mvuto kutoka kwao wala Zamalek. Bodi ya ligi ratiba ikuruhusu, wakakomaa na mwamuzi kutoka ndani. Al Ahli wakasema tulete timu, hawakwenda kwa kanuni zao, walikata 2 pointi 3 na mabao 3, maisha yameendelea. Mwisho wa siku Al Ahli hao walokata pointi katika mechi dhidi ya Zamalek ndio waliokuwa mabingwa. Kwa hiyo hata kwa Misri kule kwenye waamuzi bora kama huyu, dabi yao baadhi ya timu kama Al Ahli haikumwamini huyu mwamuzi ambaye
Na sisi pia tunao waamuzi wetu bora. Kama huyu ni bora kwao Misri, hapa pia tunao bora. Tatu Malogo ni bora, Ahmed Rajiga ni bora, Kayoko, Kefa Kayombo. Lakini Simba Yanga hawaamini kwa sababu wanawajua ndani ya Simba na Yanga hawa walikokuwa, walivyozaliwa, wanajulikana, timu zao pengine limechangia. Lakini ujumbe ni kwamba waongeze umahiri hata kama wana timu zao, wala sio kosa kuwa na timu, lakini kwenye kuchezesha uwe mweledi, uzingatie kusimamia sheria 17 za mpira wa miguu. Kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza, lakini wala tusiwanyoshee vidole waamuzi wetu kwa uamuzi huu, kwa sababu chanzo chake uwezo kujustify kwamba waamuzi wetu wabovu sana ndio maana wafuata kutoka nje. La hasha, isipokuwa trust, uaminifu ule kwa Simba na Yanga. Kila mmoja akiteuliwa anaona huyu sisi tunamjua huyu timu fulani, kwa sababu nchi yetu ina bahati moja, watu wengi wanaofuatilia mpira wa miguu, wengi sijasema wote, ni Simba na Yanga. Hasa kwenye makuzi yao, kwenye maeneo yao ya kazi, kwenye makazi yao wanayoishi, wanajulikana wao wanashabikia timu gani, inaweza ikawa inachangia kwa kiasi fulani. Bana Chris, nikushukuru sana mzee wa data. Shukrani jazilan. Inawezekana ukajiuliza, hapa ni wapi? Hapa ni Kisasa Dodoma, na hii ni Brand Hotel. Je, unatafuta mahali pa kukaa wakati wa weekend au safari zako za kikazi? Basi unapofika Dodoma, ichague Brand Hotel. Ni hoteli ya kifahari, chaguo kamili kwako, yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Tunajivunia huduma bora ya malazi, chakula na vinywaji. Utapata free breakfast, free wifi, free swimming pool. Vyumba vyetu ni vya kisasa na vifaa vya kipekee vinavyofanya siku yako kuwa ya kufurahisha na yenye kumbukumbu nzuri. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya shughuli mbalimbali na garden ya kupigia picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Wasiliana nasi kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.